Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena ambayo Bwana ametupa. Umejiandaa kwa maombi? Umejiandaa mtu wa Mungu? Maombi yanatengeneza mazingira ya Roho Mtakatifu kukuhudumia. Ndio maana unahitaji kuomba. Na Mungu anasema kwenye maneno yake kwamba mtu yoyote anayeomba, anasema, je, kama nyinyi mnaweza kuwapa vipawa vyema watoto wenu, Baba yenu aliye mbinguni hatawapa Roho Mtakatifu hao wamuombao. Kwa hiyo unapoomba, kumbe Roho Mtakatifu unaweza kumuomba kwa Baba. Ukasema, Baba naomba unijaze Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maombi yanaleta ujazo. Jina la Yesu litukuzwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Ndio maana ikifika saa ya maombi, omba kama vile hautaomba tena. Usiombe kama vile utaomba, omba kama vile hautaomba tena. Kuna kiwango ukiomba, milango ambayo hujawahi kuona inafunguka, huwa inafunguka. Kanisa pale kwenye Matendo ya Mitume 12, Biblia inasema panapo majira yale yale, Herode akanyosha mkono kuwatesa watu wa kanisa. Na maandiko yanaeleza wazi namna ambavyo kanisa liliteseka panapo majira yale yale. Maana yake yalikuwa ni majira mabaya yaliyobeba mlango wa mateso kwa kanisa. Kanisa likateseka sana. Na utaona maandiko yakizungumza kwamba baada ya kumuua Yakobo, kumchinja Yakobo, akamkamata na Petro. Lakini maandiko yanasemaje? Yanasema lakini kanisa likamuomba Mungu kwa maana yake halikuomba kawaida. Kumbuka, Yakobo ameuawa, mara hii Petro naye amekamatwa ili auawe. Kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi. Kuna mambo ili yasijirudie kwenye maisha yako, lazima umuombe Mungu, umlingane Mungu kwa juhudi. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna mambo ili uyageuze yasiendelee kwenda vile yanavyoenda. Nisikilize, maombi ni silaha kubwa sana. Ndio maana moja ya darasa ambayo kwa kweli adui asingependa watu wakae kujifunza kwa Roho Mtakatifu ni darasa la maombi kabisa, nakwambia. Na unasema, mwalimu unataka kuongea nini? Ngoja nikueleze. Si unafahamu habari za Elia alipofunga mvua kwa neno lake? Si unakumbuka? Asi alitamka neno akafunga mvua. Si unafahamu? Alisema mvua haitanyesha hata kwa neno. Kufunga ilikuwa rahisi. Kamuulize kufungua ile mvua ilikuwaje? Kufunga ilikuwa rahisi. Kufungua ilikuwaje? Kufungua ilikuwa sio kwa matamko tu, ilibidi maombi mazito yafanyike. Tena alikuwa na mtumishi wake, aliinama mara ya kwanza akaomba, alafu akamwambia mtumishi wake, nenda kaone, ona dalili ya mvua ikoje. Alipoona asema hakuna kitu, akarudi tena akamwambia hakuna kitu, akainama mara ya pili, akaomba hamna kitu, akainama mara ya tatu, anaomba, anamwambia kaone, anaona hakuna dalili hata ya wingu, akainama. Wewe unasomaga tu Yakobo inakwambia mwenye haki yafaa sana akiomba kwa. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, aliomba kwa bidii mvua isinyeshe, na haikunyesha miaka 3.5. Baadaye tena akaomba kwa bidii. Manake maombi yanayoombwa kwa bidii ni ufunguo wa kufungulia mambo ambayo hayawezekaniki kikanuni, kikawaida yameshindikana, lakini maombi ya mtu mwenye bidii yanaweza kufungua hayo mambo. Jina la Yesu libarikiwe. Fungua kitabu cha Yakobo, waraka kwa Yakobo sura ya 5 ule mstari 16b. Anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Mstari wa 17, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6.
Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua. Jina la Yesu libarikiwe. Maandiko yanasema akaomba tena. Hiyo naipata nafikiri kwenye Wafalme wa kwanza 18. Wafalme wa kwanza 18:42. Maandiko yanasema basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Umewahi kuomba kiwango hicho? Yuko juu ya mlima, amesujudu, akainama uso mpaka magotini. Maandiko yanasema akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambia Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Haleluya, watu wa Mungu. Nataka uone hapo mara 7. Nataka uone maana yake. Aliomba, yuko mlimani, ameomba mara ya kwanza, ameinama, amepiga magoti, anamuomba Mungu ile mvua aliyokuwa ameifunga aifungulie ije. Miaka 3.5 imepita, anaomba ije. Nimekwambia kufunga, alifunga kwa neno na ilikuwa rahisi. Biblia inasema akainama mara ya kwanza, anaomba. Alipoomba akamwambia mtumishi wake, nenda mpaka upande wa bahari uone nini kinaendelea. Akarudi akamwambia hakuna kitu. Mara ya kwanza akaendelea kuomba, anamwambia mara ya pili nenda, anaenda kutizama, hamna kitu. Akainama tena Eliya, anaomba mara ya 3, anamwambia nenda, anaenda kutazama, hakuna kitu. Akainama tena, yuko mlimani hajashuka, anaomba Mungu aifungue mvua. Kumbuka alifunga mara moja, lakini kufungua ilibidi asujudu na kuomba mara 7. Mara ya 4 mtumishi wake anaenda, hamna kitu. Mara ya 5 anaenda, hamna kitu. Mara ya 6 anaenda, hamna kitu. Mara ya 7 alipoenda akasema, ninaona wingu, ishara ndogo ya wingu kama mkono tu, kawingu kadogo. Akasema tayari maombi yamejibiwa. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa unagundua Eliya alipofunga mvua, hata wingu kidogo lilikuwa liwezi kuonekana lenye kuleta mvua. Mwalimu, nataka kuongea nini? Nataka uone yale maombi yanaposema Eliya akaomba kwa bidii. Hakuomba mara moja. Wewe umeombea mambo yako mara ngapi? Ukiomba mara ya kwanza, ukiomba mara ya pili, ukijitahidi sana mara ya 3 unasema nimemwachia Bwana. Mara ya pili, mara ya 3 unasema nimemwachia Bwana. Wewe sikiliza, saa nyingine wanawaambia mabinti, unaomba Mungu akufungulie mlango wa kuolewa, lakini kuna watu wametamka matamko kwenye ulimwengu wa roho, au kuna kesi ilifanyika kwenye madhabahu. Baba yako yamkini alikuwa anahusika na kanisa, akacheza na madhabahu ya Mungu, tamko likatokea kwenye madhabahu ya Mungu, alafu yeye halikumwathiri, limefuata mtoto. Kasome maandiko uone. Kuna watu walifungwa matumbo humu ya kuzaa, hawakufungwa na shetani, walifungwa na Mungu. Unamfahamu mke wa Yakobo, wake wa Yakobo wale wawili, si unawafahamu? Mmoja alikuwa anaitwa Lea, wa pili anaitwa nani? Raheli. Raheli alifungwa tumbo. Wangapi wanajua kisa cha Raheli kufungwa tumbo? Biblia unaona kama vile haielezi, si ndio? Inasema tu Mungu akamfunga Raheli nini? Tumbo. Shida ya Raheli bwana, alikuwa binti mzuri, lakini alikuwa anaficha miungu ya baba yake mpaka sehemu za siri. Siku moja wanaondoka na mume wake Yakobo, yeye akachukua miungu ya baba yake akaikalia kwenye punda, akaiweka sehemu za siri. Baba yake anakagua, anasema miungu yangu mmebeba. Anauliza wapi? Fikiria huyu binti anaweka miungu mpaka sehemu za siri. Mungu akasema, hunijui wewe? Unalingia sura yako na kupendwa na mume wako, nafunga tumbo. Mimi sio Mungu wa kuchezea. Unanisikia nachosema? Jina la Yesu libarikiwe.
Na ndio maana wakasome maandiko uone, utamwona mtu anaitwa Hofni na Fineas. Kilichowaua sio shetani, kilichowaua ni madhabahu ya Mungu. Wao walikuwa wanachezea sadaka ya Mungu, alafu wakawa wanafanya vitu vya ovyo. Wameaminiwa, ni makuhani hawa, watoto wa kuhani, wameaminiwa kusimamia madhabahu. Wao wakawa wanachezea madhabahu ya Mungu, alafu wakati huo wanachezea sadaka ya Mungu, wakakiuka sheria ya kikuhani. Unajua kilichotokea ni kitu gani? Wakazidisha mambo, wakaanza kulala, kuzini na wanawake waliokuwa wanasafisha nje ya hema. Wanazini na wanawake waliopewa kazi ya kusafisha kanisani, wanazini nao. Mungu akafanya hicho, aliwaua siku moja wote wawili. Na hakuishia tu kuwaua, Biblia inasema akakata mkono wa nyumba ya Eli. Unajua kukata mkono maana yake hata kuwepo mtu mwenye uchumi mzuri kwenye ile familia. Mungu ndiye anakata. Anasema mtu akitokeza mwenye uchumi kidogo, atakuwa anaenda kufanya kibarua, anapewa kazi labda ya hema, afanye kitu fulani, ndipo apewe mkate. Sio uchumi mzuri. Alafu kizazi cha kikuhani kikakatika pale kwenye nyumba ya Eli, makuhani wakapotea. Kosa la watu wawili. Ndio maana tunawaambiaga watu, ukiona Mungu amekuita, amekupa nafasi kwenye madhabahu, usicheze, kwa sababu madhara yake sio ya kwako tu, yanaenda mpaka kwa vizazi visivyokuwa na hatia. Tatizo ni wale watu wanaoona leo, wanaishi leo, wanasahau kwamba matendo unayoyafanya leo ni uwekezaji. Lolote upandacho ndicho utakacho. Kwa hiyo Eliya aliomba mara 7 ili mvua inyeshe, na aliifunga mwenyewe. Je, wewe unaombea mambo ambayo hukufu? Kuna mambo lazima yasukume kwa bidii. Ukiambiwa omba, usifanye mchezo, kwa sababu roho yako inaweza kujua kabisa leo umeomba. Roho yako hiyo ulio nayo, kuna namna ukiomba mpaka roho yako yenyewe inaitika kwamba umeomba leo, umeomba. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Kwa mwalimu, ulitaka kuongea nini? Nitaka kukwambia usikate tamaa kwenye jambo lolote ambalo Mungu amekupa mzigo kuliombea. Hata kama hujaona dalili, omba kama Eliya. Amen, amen. Omba kama nani? Kama Eliya. Fungua kitabu cha Marko. Kabla ya Marko, anza na Mathayo. Wale ambao ndio mmekuja leo, tuko na somo linasema imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Tumeona tukasema mtu akijazwa Roho Mtakatifu, tuko kwenye pointi ambayo tulikuwa nayo jana, kwamba mtu akijazwa Roho Mtakatifu kitu gani kinatokea? Tunazungumza mambo yanayotokea baada ya mtu kujazwa Roho Mtakatifu. Na kwa nini nakufundisha mambo yanayotokea? Ili kukujengea kiu na imani ya kutamani kujazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwamba ukijazwa Roho Mtakatifu, vipawa na karama, amen, vipawa, karama na maisha na uwezo ambao haukuwahi kuonekana, Roho Mtakatifu anapokujaza, anapokujaa ndani yako, vile vipawa huwa vinaibuliwa, vipawa huwa vinatokeza, karama zinaachiliwa ndani yako. Lakini nikazungumza na uwezo uliozaliwa nao, ambao yamkini mifumo iliyokupokea ilifunika huo uwezo, huwa unafunuliwa. Na unapozungumza somo la uwezo, wale waliojifunza somo la uwezo watagundua, ukisoma Biblia utagundua akili inatambulikana kama uwezo, lakini hekima inatambulikana kama uwezo, nguvu za Mungu zinatambulikana kama uwezo ukisoma Biblia. Ndio maana wakati yule kijana Yusufu anatoa pendekezo baada ya kuzungumza juu ya ndoto, akasema atafutwe mtu wa namna gani? Mtu mwenye uwezo wa namna gani? Uwezo wa kiakili na hekima. Atafutwe mtu mwenye uwezo wa akili na hekima, ambaye atakusanya 1/5 ya mavuno yote ya kila mwaka, ayaweke gharani, ayatunze kwa miaka 7, awe anakusanya 1/5 kila mwaka. Alafu baada ya hapo
miaka ya njaa itakapokuja, ndipo atakapoyafungulia magara yaliyohifadhi chakula. Sasa angalia teknolojia ya kuhifadhi chakula miaka 7, alafu kisipoteze ubora, kisioze, kisiharibike. Lakini miaka hiyo, kipindi cha kina Yusufu, aliweza kuhifadhi chakula alichokinunua mwaka huu kikahifadhiwa miaka 7. Na ukumbuke wakati anafungua kile chakula ilibidi kihifadhike kisaidie dunia kwa miaka mingine 7. Manake kuna chakula kilihifadhika zaidi ya miaka 10 bila kuharibika. Husikii Biblia ikisema kile chakula kiliharibika, kilioza, kilipoteza ubora. Kama ni mchele unakuja kuukuta ni kama umefunua leo. Umewahi kujiuliza hiyo akili ni ya namna gani? Ndio maana Farao akasema, wewe ukisomaga yale maandiko unasema mbona alikuwa ameshampa tayari mbinu na mikakati, si angemtafuta tu yoyote? Sio swala la yoyote. Umepewa mkakati kwamba hifadhi chakula kwa miaka 7, 1 ya 5. Hesabu zimepigwa pale. Alafu hifadhi chakula kwa miaka 7 unakikusanya. Alafu hicho chakula kitaanza kutumika mwaka wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa 13, wa 14. Miaka ile 7 mingine ya njaa, chakula kile ulichokihifadhi kitumike. Panahitaji mtu mwenye akili ambaye akikihifadhi chakula kwanza hakitaharibika. Mathayo 12 ule mstari wa 28, lakini mimi nikitoa pepo. Na hapa alipokuwa anazungumza ni Yesu alikuwa anasema kwamba anasema na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, kwa sababu alianza kumuita Beelzebuli. Beelzebuli ni mkuu wa pepo. Mkuu wa Beelzebuli ni jina lingine la shetani, kwa sababu mkuu wa pepo sio mwingine, ni nani? Anaitwa Shetani, Beelzebul. Lugha nyingine anamuita Beelzebul. Hasa ukisoma anasema Yesu wakati anajibu hiyo hoja, ndipo akawaambia sasa hivi, anasema lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, sema kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Kwa hiyo pepo linapotoka ndani ya mtu, maana yake kuna nguvu ina repress ndani yake, nguvu ya ufalme wa Mungu inaingia ndani. Mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, kama Roho wa Mungu ndiye amehusika kutoa pepo ndani yako, maana yake ufalme, utawala wa Mungu unaingia ndani. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Na ndio maana hakuna mganga wa kienyeji anayeweza kutoa pepo. Hayupo. Kisikia nilikuwa na mashetani yalikuwa yanamsumbua, akaenda kwa mganga, wameenda kuyaondoa, hawajayaondoa. Wamemuingiza shetani mwingine mwenye nguvu, kawaambia tulieni nyewe kina bwana mdogo. Tulieni. Kama unafikiri nakutania, waangalie wote walioendaga kwa mganga ana shida ya macho, akasema afadhali nimepona macho, muulize kwenye maisha yake nini kinaendelea. Utaona saa hizi sio macho tena, tumbo, miguu, kiuno, mgongo unajaa. Anayeweza kutoa pepo ni Roho Mtakatifu. Yeye akitoaga ana repress utawala wa Mungu ndani yako. Ndio maana wengi wanaweza kuamsha mapepo, lakini wachache wenye kutoa. Huwezi kumtoa pepo kama ujajaa Roho. Huwezi kumtoa pepo. Ndio nawaambia. Ndio maana tunasisitiza ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni rahisi kuyaamsha mapepo yakapiga kelele hii, lakini kuyatoa huwezi kutoa bila Roho. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema nikitoa pepo kwa Roho Mtakatifu, ufalme wa Mungu umewajilia. Kwa lugha nyingine, mtu yote aliyetolewa pepo tunategemea tuone maisha yamebadilika, kwa sababu ukitolewa pepo, nguvu ya Mungu inaingia ndani ya utawala. Sasa wengi mapepo huwa yatolewi. Ndio unafika mahali watu wanatabili tu lakini pepo hazitoki, zinapiga tu kelele. Mtu anarudi anaambiwa nimetabiliwa nina jini la paka, alafu
Si alitoe sasa hilo jini la paka? Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Unanielewa mtu wa Mungu? Kwa kama nyinyi watumishi wa Mungu mko hapa, nyinyi ambao ni wahubiri, wainjilisti, waombaji, wamama mliookoka, mabinti wazuri mliookoka, vijana wa kiume mliookoka, sikilizeni. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetoa pepo. Kwa nini nimekusomea hapa? Lengo langu ni kulete hapa sasa kwenye Marko. Sema Marko. Marko sura ya 5 mstari wa kwanza. Walipofika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, walimkuta mtu mmoja aliyefungwa na nini? Na mapepo. Sio mapepo tu, jeshi la pepo. Alafu alikuwa analazwa makaburini. Amen. Sasa lengo langu mimi ni kusomea ule mstari wa 15. Wa 15 unasema wakamwendea Yesu. Kitu gani kilifanya wamwendee Yesu? Wale wachungaji waliokuwa wanachunga, waliokuwa wameshikilia nguruwe. Unakumbuka kuna nguruwe walikuwepo hapo. Maandiko yanasema mapepo yalipotoka yaliwaingia wale nguruwe wote. Alafu ukiniuliza swali, kwa nini walienda kuingia nguruwe wasiende kuingia ng'ombe? Ng'ombe hawakuwepo pale, palikuwa na nguruwe. Unajua mapepo yana shida gani? Kuna watu unaweza kukuta mtu anateseka, lakini kumbe wameweka madudu ndani ya huyo mtu. Hayo madudu ndiye anasaidia wafanyabiashara fulani kufanikiwa. Sasa yale madudu yakitoka ndani ya huyo mtu yanaenda kubeba mpaka zile biashara zao, yanaondoka nazo. Haujanielewa kitu nazungumza? Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa ninachosema? Mapepo yakaingia kwa nguruwe, wakaondoka nao. Sasa angalia kilichotokea. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema wale watu wakaenda kutoa taarifa mjini. Alafu watu wa mji wakaja mbio mbio kuja kumuona Yesu. Walipofika, maandiko yanasema wakamkuta yule mtu aliyekuwa amefungwa na pepo ana akili zake. Angalia mstari wa 15. Anasema wakamwendea Yesu, wakamuona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo. Maana yake alikuwa hawezi kuvaa hata nguo. Ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa. Kwa nini wanaogopa? Hawakuzania kabisa kwamba huyu mtu anaweza kuwa na akili zake. Nikakueleza sasa, ukisoma hapo alakalaka unaweza usielewe. Nikakueleza kwa nini Biblia iseme akili zake. Maana yake Mungu anajua akili alizoweka ndani yako. Sasa zinapokuwa hazifanyi kazi au zimefunikwa, Mungu anajua pia kwamba zijakaa sawa. Na nikakwambia ujazo wa Roho Mtakatifu, unapojazwa Roho Mtakatifu, eneo mojawapo ambalo litakuwa smart ni eneo la akili. Katafute watu ambao hata shule hawakwenda, wale wabibi wa zamani waliokuwa wanaokoka, walikuwa wakijaa Roho Mtakatifu. Kuna watu walisoma Biblia bila kusoma A, E, I, O, U. Mnafahamu hiyo habari? Wangapi wameisikia hizi habari? Unajiuliza, amesomaje Biblia? Ule ujazo wa Roho Mtakatifu ulifunua akili ambayo haihitaji kai darasani ili jifunze. Hasa kama mtu amejaa Roho Mtakatifu akaweza kusoma Biblia, hajawahi kwenda darasa la kwanza wala chekechea, unajiuliza, kumbe unaweza kujazwa Roho Mtakatifu ukafanya vitu ambavyo hukuwahi kusomea chuo kikuu wala hukuwahi kwenda China kuvitazama, lakini akili hiyo Mungu anayo na anaweza akaiweka ndani yako. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Wakamkuta na akili zake. Maana yake alipokuwa amefungwa akili zake hazikuwepo. Alipokuwa amefungwa akili zake hazikuwepo. Ukisoma kwenye Biblia utakuta ziko aina mbalimbali za akili humu ndani kwenye Biblia. Humu ndani kasome maandiko uone. Kuna akili zinazomsaidia mtu kuishi. Kwa mfano, Biblia inasema enyi waume ishini na wake zenu kwa akili. Manake kuna akili ya kuishi na mke. Kasome kwenye maandiko, utaona kuna watu wanaambiwa walikuwa na akili ya kujua nini? Ya kujua nyakati. So nawafahamu wana wa Isakari. Kasome mambo ya nyakati. Anasema walikuwa na akili ya kuzijua nini? Nyakati. Alafu kwa sababu ya ile akili wao wakawa watawala juu ya ndugu zao. Mtu mwenye akili atawatawala wengine kwa sababu ya akili. Kasome maandiko. Yusufu, Biblia inasema tumpate wapi mtu kama wewe ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake, ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake.
Tumpate wapi mtu kama wewe? Kwa sababu asema hakuna mtu mwenye akili na hekima kama wewe. Angalia hiyo sentence, hakuna mtu mwenye akili na hekima kama wewe. Akili, hakuna mtu mwenye akili na hekima. Na wanaanza kwa kusema tumpate wapi mtu ambaye anakaa na roho wa Mungu? Maana yake wanajua huyu mtu ana roho wa nani? Wa Mungu. Maana yake roho wa Mungu ana vitu anaachilia kwa watu wanaokaa ndani yao, na kitu alichoachilia kwa Yusufu ni akili na hekima. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Hasa huyu alipofungwa na mapepo, cha kwanza kilichoondolewa ni akili zake, uwezo wa kiakili ambao Mungu aliweka ndani yake. Unasema mwalimu, cha pili ni nini? Angalia cha pili, Yesu mwenyewe anakisema pale. Cha pili kilichokuwa kimeondolewa kwa huyu mtu wa nchi ya Wagerasi, cha pili, angalia mstari wa 18. Mstari wa 18 unasema, naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, kawahubiri. Angalia hilo sentence, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Akaenda zake akaanza kuhubiri. Sema akaanza kuhubiri. Akaanza kuhubiri. Maanake unagundua huyu mtu aliyekuwa amefungwa na pepo anamuona kichala, kumbe alikuwa na kipawa cha uinjilisti. Maanake Yesu hakuhitajika ule mji tena, kwa sababu ameshampata mtu ambaye atahubiri habari zake. Sijui mnanielewa nyinyi watu wa Mungu? Unanielewa nachosema? Maana yake kipawa cha uinjilisti kilikuwa kimefungwa ndani yake, hawezi kuhubiri injili. Kipawa, utumishi wake ulikuwa umeharibiwa. Kwa hiyo kipawa kikawa kimefunikwa, hawezi kuhubiri injili. Lakini Yesu alipomtoa yule pepo kwa Roho Mtakatifu, maandiko yanasemaje? Akili zake zilimrudia. Alafu akasemaje? Akasema, nenda ukahubiri. Unakumbuka hata Yesu wakati anapaa, moja ya kitu alizungumza, alisemaje? Enendeni ulimwenguni kote, si ndio? Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa unagundua agizo hili alilopewa huyu Yesu alikuja kulisema baadaye. Manake watu wanaohubiri ni watu wenye akili, ni watu ambao vipawa vyao vimefanya nini? Umeona? Sasa kuhubiri injili sio kuzungumza tu maneno hapa madhabahuni. Unaweza kuhubiri injili kwa maisha yako kule unakoishi mtaani, mpaka watu wakasema huyu mama ameokoka. Unapowashauri watu wanamuona Mungu kupitia ushauri wako. Haleluya watu wa Mungu. Wangapi wamenielewa nilichosema? Umenielewa vizuri? Kwa hiyo mwalimu, tunaenda kuomba nini? Nisikilize, familia nyingi vipawa na uwezo huu ninaosema umefunikwa. Wewe unataka kuniambie familia yenu nyinyi akili zenu ndio zimeishia hapo? Familia nzima, yaani familia nzima. Manake kuna uwezo umefunikwa kabisa. Mimi nakwambia, mimi sinafanya maombezi, wengine unawaombea unaona kabisa mpaka zile roho za familia zinalalamika. Nakwambia hatukutarajia, roho zinasema hatukutarajia mtu mwenye akili kama hizi azaliwe kwenye familia hii. Ndio maana tunamsumbua, hatutaki awe na amani, tunaharibu maisha yake. Sasa fikiria, yanake roho zilishaweka mpaka asiwepo mtu humu mwenye nuru, mwenye akili, mwenye uwezo. Unaangaishwa, unasema yani maisha ni magumu sana, uchumi wangu umeyumba. Kumbe tatizo wala sio uchumi, akili. Muulize jirani yako, unaelewa kweli? Amesemaje? Sasa unaweza kuzungumza huyu ilikuwa ni kipawa cha uinjilisti, lakini wengine kuna vipawa mbalimbali vimefunikwa kwenye maisha yao. Wengine vipawa vya biashara,
wengine vipawa vya uongozi. Yaani ukimwona kabisa hii familia unasema hii familia ilipaswa kuzaa viongozi, lakini huoni hata kiongozi mmoja. Unaona kabisa hii familia ya kikuhani, hii ya kikuhani, na ukitresi kwenye familia yao unakuta kabisa ukuhani lakini huoni wachungaji, huoni wahubiri wazuri wanaojitahidi wameokoka, na wao wenyewe wokovu wao ni wa mashaka. Hauna matokeo. Yaani unasema nimeokoka kwenye familia, afu tunakuambia wokovu wako umeleta nini? Sio swala la kuokoka, kwa sababu master, Bwana wa matokeo anaitwa Roho Mtakatifu. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa kitu nachosema? Mtu ameokoka afu nauliza wokovu wako umeleta nini? Yaani ni kitu gani familia na ukoo uliozaliwa wanaweza wakasema asante kwa kuwa wewe uliokoka? Ni kitu gani? Wewe ni mama, mume wako hajaokoka, kitu gani mume wako anaweza akasema ewa, namshukuru sana Mungu mke wangu aliokoka. Kabla hajaokoka mambo yangu yalikuwa yaendi, kila ninachofanya kina fail. Tangu mke wangu aokoke biashara zimekaa sawa, ndoa imekaa sawa, ulevi nimeacha, umalaya nimeacha baada ya mke wangu kuokoka. Ni kitu gani? Lazima unajiuliza. Kwani hujasoma Matendo ya Mitume? Wale waliokuwa wanaokoka walipojazwa Roho, nini kilitokea? Ulimwengu ulitaharuki, vijiji vilipinduliwa, miji ilitaharuki kwa ule uwezo waliokuwa nao wa kubadilisha maisha ya watu. Kama wao walikuwa wanabadilisha miji na vijiji, unashindwaje sasa wewe familia tu ya watu wachache? Mzee Cornelio mmoja tu alibadilisha nyumba nzima, mpaka na majirani walioingia nyumbani. Mmoja tu. Uwezo wa Roho Mtakatifu uliposhuka ukabadilisha mji mzima. Wewe umeokoka, wokovu wako unaleta matokeo gani? Ndio hiki ninachokuambia, kwa nini ujazo wa Roho Mtakatifu unahitajika. Vipawa vingi vimefunikwa. Kwa nini unaridhika? Kwa nini usipate asila? Huyu Roho huyu ambaye alikuwa anakaa na wakina Yusufu, aliwajaza wakina Paulo, akawajaza wakina Petro, akawajaa wakina Yohana. Huyu Roho kweli anaweza kashindwa kubadilisha maisha yako ya kiuchumi? Anaweza shindwa? Hivi ni kweli akili yako imefika mwisho, au kuna kitu kingine kimefunika hapo ili akili zako zisiwe zako? Umewahi kujiuliza huyu ambaye alikuwa analala makaburini, amefungwa minyololo, familia yake inawezekana ilikata tamaa kabisa, lakini mbingu zilikuwa zinaona zimeweka nini ndani. Huyu mtu ni mtu mwenye akili. Yaani unaona mpaka Yesu hakuhitaji kumpa semina wafundishe kama wanafunzi wake. Huyu akajua kabisa kwa uwezo aliozaliwa nao, huyu hahitaji kukaa chini yangu nimfundishe. Uwezo huu na mtuma aanze kuhubiri Injili. Akaenda kuhubiri. Lakini kwenye familia waliona ni mkosi, kama ambavyo kuna ndugu zako wengine wanalewa, wanavuta bangi, wanaanza hadi kuchanganikiwa. Unasema ni mkosi, ni mkosi. Inawezekana na mwingine amefungwa, yuko magereza, unasema bora apumzikage huko, maana alitusumbua sana. Kumbe ujui mbinguni wanawaza nini. Kuna watu unaona wameharibika, kumbe wamebeba vitu vizito. Ndio maana shetani aliwahi ili awafuruge, lakini Yesu akiwafungua hao, dunia itasema heri mlizaliwa ninyi. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Ndio maana usimjaji mtu kwa kumwangalia leo. Unaweza kumdharau kabisa, lakini mbingu zimeweka mambo makubwa ndani. Natamani tukaombe, acha kujikatia tamaa. Huyu wa nchi ya Wagerasi, mpaka wanakijiji walikata tamaa, mpaka watu wake wa karibu walishakata tamaa. Inawezekana hata mama aliyemzaa alikata tamaa. Alisema mwanangu ameharibika,
mwanangu analala makaburini, minyololo wamefunga imeshindikana, lakini akakutana na mwanaume anaitwa Jehova Yes, anaitwa Yes, anaitwa Yes. Alipokutana naye zake zikarudi, akili zake zikarudi, kipawa kilichofunikwa kikainuliwa. Ninatamani kwenye semina hii, kila kipawa kilichofunikwa kwenye maisha yako, Roho wa Bwana akifanye kuonekana. Kila kipawa, kila kalama, kila uwezo, kila akili, kila hekima iliyofunikwa, Bwana ifanye kuonekana, sio kwa ajili yako tu, na familia yako. Kama unaelewa sema amen. Bwana ifanye kuonekana. Uko tayari kuomba? Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Inua mikono yako, funika macho yako. Sema, e Mungu ria hai, katika jina la Yesu, mimi ni mtoto wako, nimesogea mbele zako. Unayajua maisha yangu, unayajua maisha yangu, unayajua matendo yangu, unayajua mawazo yangu. Nimekukosea, nimekutenda dhambi, nikafarakana na wewe. Ninafungua moyo wangu jioni ya leo, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, ninaomba unioshe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu tena kwa upya kabisa. Yesu Kristo, ingia ndani yangu tena kwa upya kabisa. Uyatawale maisha yangu, uyaokoe maisha yangu, uliondoe giza, uiondoe dhambi kwenye maisha yangu, unitakase, unifanye kuwa wako. Okoa roho yangu, okoa nafsi yangu, okoa maisha yangu kuanzia leo, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Uniandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha uzima, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Bwana Yesu kwa kunisamehe. Mungu Baba, mimi ni wako, mimi ni mwanao. Yafinyange maisha yangu yawe vile ambavyo ulinikusudia kuanzia leo. Nafsi yangu, sikia neno la Bwana. Mungu aliyekuumba amekusamehe, amekusamehe, amekusamehe. Roho yangu, sikia neno la Bwana. Mungu aliyekuumba amekusamehe, amekusamehe, amekusamehe. Wewe sio mwenye dhambi kuanzia leo. Nafsi yangu, sikia neno la Bwana. Mungu aliyeniumba amenisamehe, amenitakasa, ameniosha kwa damu yake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Imeshakuwa, ndio umesamehewa hivyo. Na tutakapokuwa tunaomba, Roho Mtakatifu atadhihirisha hiyo nguvu ya msamaha ndani yako, kwa kukupa amani, kuondoa uchungu, kuondoa kujihukumu, kusiwepo tena. Haya, fuatana na mimi maombi haya sasa tunapoenda kumalizia. Sema, Mungu ria hai, asante kwa neno lako. Jioni ya leo ninasimama mbele zako. Wewe unajua, kwa kuwa ndiwe wewe uliyeniumba kwenye tumbo la mama yangu. Unanijua vema, unajua vipawa, unajua uwezo, unajua akili ulioiweka ndani yangu. Mungu ria hai, unajua vema maisha niliyotakiwa kuwa nayo hata sasa. Wewe unajua. Jioni ya leo nainua mikono yangu, shala ya kusalenda, shala ya kujiachilia kwako na kuhitaji msaada mbele za uso wako. Jioni ya leo
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, uwezo wowote, maisha yoyote, akili yoyote na kipawa chochote kilichofunikwa ambacho hakifanyi kazi, kimezuiliwa ndani yangu, jioni ya leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa uweza wa Roho Mtakatifu, jioni ya leo hicho kipawa kifunuliwe, kiachiliwe, akili yangu iachiliwe kwa jina la Yesu. Huo uwezo uachiliwe kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Nguvu yoyote inayopambana kinyume na kipawa na uwezo na akili ulioweka jioni ya leo, hiyo nguvu ninaiamuru kuachia maisha yangu, kuachia kipawa changu, kuachia vipawa vyangu, kuachia akili yangu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Sasa sio kwa ajili yako tu, mpaka kwenye familia, vipawa vilivyofunikwa, vipawa vya kiuchumi, vipawa vya kiroho, vipawa vya uongozi, vipawa vilivyofunikwa kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye uzao wako na wewe mwenyewe, Bwana aanze kuvifunua. Hiyo nguvu iliyofunika ipate kuachia. Funua kinywa chako, funua kinywa chako mpaka kule nyuma. Usimwangalie mtu. Ukiona mtu nguvu za Mungu zinamchilia, kuna nguvu inamwachia, wala usihangaike naye. Wahudumu watahangaika naye mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma. Ninauona uwezo wa Bwana kwenye ulimwengu wa roho sahi. Ninauona uwezo wa Bwana kwenye ulimwengu wa roho sahi. Ndio hiyo nguvu iliyofunika vipawa kwenye familia jioni ya leo inaachia hiyo misingi, hiyo mifumo. Yes, inaachia kwa damu ya Yesu. Fungua kinywa chako, endelea kuomba sasa. Wako wapi wanawake? 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 Wako wapi wanaume wanaoomba? Wako wapi watumishi wanaoomba? Wako wapi watumishi wanaoomba? Inawezekana ni wewe tu umeokoka, lakini kwenye familia imefungwa. Mandorobo sandarapa korabasaya. Nenda mbele za Bwana. Fungua kinywa chako mpaka kule nyuma. Ninaiona nguvu, endelea. Nimekuambia uombe kama Elia. Uombe kama Elia. Mwambie Bwana, siondoke hapa mpaka nimeona ukifungua maisha yangu, ukifungua hicho kipawa, ukifungua maisha yangu katika jina la Yesu aliye hai. Ninauona uwezo wa Bwana. Endelea. Kuna nguvu inakuachia. Yes. Kwa damu ya Yesu. Endelea. Jesus. Yes.
Yes, kuanzia leo, kuanzia leo, nasema kuanzia leo, nasema kuanzia leo, hiyo roho ya uharibifu, hiyo roho ya uharibifu, yes, kuanzia leo, haya, chomoka, chomoka, mwachie, mwachie dada huyu, nasema mwachie, nasema mwachie kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, haya, kuanzia leo, haya, kuanzia leo, haya, kuanzia leo, haya, kuanzia leo, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Endelea kuomba, endelea kuomba, usiache, endelea kuomba. Wewe roho, wewe roho uliyekaa ndani yake, chomoka, chomoka. In Jesus, kuanzia leo, fire, fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus. Kuanzia leo, jina utukufu wa jina lako. Kuanzia leo, mbele ya kuomba mbele za Bwana, mwambie Mungu akutetee, mwambie Mungu asimame na wewe, mwambie Mungu akubebeshe kwa namna moja. Kuanzia leo, kwa jina la Yesu Kristo, nafuta huo mkataba, ninaachilia damu ya Yesu, nafuta huo mkataba. Simama kuanzia leo, kuza sawa sawa na jina lako, kwa jina la Yesu Kristo. Chomoka, huoni Mungu chomoka ndani yako, unaendelea kutuachia kabisa yote tena kwa jina la Yesu Kristo. Kila pambazo na adui halina nafasi tena, tunaachilia damu ya Yesu inayonena mema, inene mema ya watu wako kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya utukufu wako, endelea simama kwa ajili ya wako. Kila aliyefungwa amlete neema kwa ajili ya kila aliyeonewa kuanzia sasa na jioni hii ya leo, mpitie kwa tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, wani Mungu uliye hai, unaendelea kutukuzwa milele yote. Jitukuze uliye jemedari wa vita, mwamba wa uzima. Tetea kanisa la kwako, tetea watu wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakupiga kwa moto wako, neema yako kwa moto, neema yako ninakupiga kwa moto kwa jina la Yesu Kristo. Kila masafa zozote kwa mahali haya sio mahali pa kwake, sio mahali pa kwake, sio mahali pa kwake. Nasema mwachira